Kwingineko ni kwamba tume ya uchaguzi na mipaka IEBC imekanusha madai ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwamba kampuni ya South Korea Miru Systems imepewa kandarasi ya kusambaza teknolojia ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao katika njama ya wizi wa kura. Kupitia kwa taarifa kwa vyombo vya habari, mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon amewatahadharisha wanaotafuta zabuni hiyo kujiepusha na wanasiasa wanaotaka kuvuruga shughuli ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Saa chache baada ya kinara wa DCP Rigathi Gachagua kuibuka na madai kwamba tume ya uchaguzi IEBC ilikuwa inapanga njama ya kuiba kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kupitia kwa kampuni ya teknolojia ya uchaguzi ya Miru Systems kutoka South Korea, hatimaye mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon amevunja kimya chake akikanusha madai hayo, akisema nikinukuu, hakuna zabuni iliyotolewa kwa kampuni yoyote kwa sababu IEBC haijui ni kampuni zipi zinazoshindania zabuni hiyo, mwisho wa nukuu. Ethekon aliyethibitisha kwamba mchakato wa kutafuta kampuni mpya ya kusambaza teknolojia ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao imeanza, akitoa onyo kali kwa Gachagua na kampuni zinazomezea mate kandarasi hiyo, akisema tunaomba wanaotaka zabuni hizo kujizuia kuleta siasa ama kujihusisha na wanasiasa ili kuathiri mpango wa kutoa zabuni hiyo. Hakuna vitisho vya kisiasa vitakavyotushurutisha katika utendakazi wetu, mwisho wa nukuu. Ethekon akiwaelekeza walio na malalamishi kuhusu mchakato wa kutoa zabuni hiyo kufuata taratibu za kisheria, ikiwemo kuelekea mahakamani. Kwa sasa mchakato huo ulisitishwa na mahakama baada ya kampuni ya Galadriel Investments kupinga shughuli hiyo.